Zimbabwe tulikuwa makongole. Makongole wana ba créer bon Mais j'ai fait mieux. Hapa kidogo kukopa hapa nikawaambia kuko wenyewe wanajua, kuko wenyewe hawajui, na tena wale wenyewe wanajua, kuko wenyewe wanajua waliogopa kufanya, na kuko wenyewe hawajui. Sasa wenyewe wananifuatilia kwa channel yangu ya YouTube na wasalimu. Yakobo habari na wasalimu nyinyi wote wenyewe wananifuatilia kwa channel yangu ya YouTube. Hapa tunakuja, tuko na mwaliko mmoja, unaona unadhani ni harusi lakini sio harusi. Hakuna mtu mwenyewe alioa au kuolewa. Baba mmoja ametualika kwa kutufanyizia fete moja hapa. Sisi tuko hapa, unaona watu ni wengi sana. Hili jambo nataka niseme, kuko wenyewe wanajua, kuko wenyewe hawajui, wanataka kuingia lakini waliogopa. Sisi mimi nawaambia hakuna woga kabisa. Hakuna woga hapa. Tunafanya fete ya ISSS na waza mnaona pande na viko mie mnanisameni kwa sifanyi content yangu kwa lugha ya Swahili, lakini watu nao wanasema Swahili. Ndio maana nataka nifanye kidogo na Non, ça dans le fond, c'est ma collègue qui les a chargé cette table. Et on laissait aussi pendant la journée ou bien c'est après la soirée? On va me battre avec ça? Tunaona ni wengi sana, sijui kama inawezi kuwa ni uongo. Unaona watu kama hivi, unaona kwa baba, kwa mama, watu ni wengi. Mwenye ametualika ndio huyo baba wa baba kabisa, ndio baba mwenye ametualika kwa mkutano kushiriki naye kwa unazibadilisha kwenye pesa za Canada na pale unaziingia kwenye Interac na zile pesa zinatoka. Mimi niko na nitawaonyesha hapa zenyewe ambazo nilitosha. Nilikuwa wiki jana nilikuwa kwa Papa Karwana ya na message ambayo nilitumia iko hapa, iko wazi kabisa. Unaona, ngoja niwaonyeshe kidogo hapa muone. Watoto wa chakula. Watoto wamekula wote. Ile message iliingia hapa ya Tito. Wako Tanzania. Mimi yenyewe nataka nikuwe na wafasilia baba, niko na kuonesha sasa na waza wale wenyewe nakuja kushukuru kwanza wale wenyewe walifanya subscribe na wale wenyewe wanaendelea kunifuatilia. Naomba mfanye subscribe kwa juu. Niliwaambia nitakuwa nawafikisha habari ya mingi yenyewe hamjue au yenyewe unajua lakini hamjue inaendelea na gani. Unaona hapa? Angalia hapa. Hapa ilikuwa hapa naingiza dola 20 kwenye nini? Kwenye crypto kusudi pesa zangu zitoke. Sawa?
Sasa baada ya hapo unaona hapa virement internet de fonds. Sasa hapa tunaenda hapa crypto ikasema kwamba imepokea zile pesa zangu. Crypto ikakopi ile address yangu ya nini ya bank, ile address email, okay? Kisha copy hii. Baada ya hapa sasa hapa kisha unaenda kuomba pesa kwa sasa pesa zangu sasa na mimi sika zimeingia hapa. Unaona? Angalia, hebu angalia. Unaona hapa sasa hapa ni akawa amenitumia ngapi? Nikachukua $679. Naona na juu kule ni interact, naomba swali na jibu yake ilikuwa ndio hii, na pesa zikawa zimeingia moja kwa moja ndani ya account yangu. Unaona, na hii ndio na status na account hii inatoka kwa nini? Ku crypto. Unaona, crypto.com ndio hii hapa, dia Alphonse Misuku ndio sasa Canada. Unaona, ikawa imeingia vizuri bila tatizo. Kwa hiyo msio na wasiwasi kwamba pesa zisiingie, hapana. Tunatoka kwa RCC unaingiza kwa crypto unaziuzisha kisha unaziingiza kwenye account yako bila tatizo. Sasa yengine nataka nikuulize hapa, inajulikana wewe mambo unajua yote. RCC agent mtu anaingia jinsi ya kutoa pesa. Sasa nauliza kwako ni aje mtu akitaka kuingia, mtu akikuconnect naye unaweza umeelezea au tukitia nimero yako hapa chini ya hii tumefanya. Wewe mtake kupigia mwezi muingiza kwa SSL au unamfasiria jinsi ya kuingia? Mimi hakuna shida kabisa. Kama mtu anataka kuingia kwenye LSSC hata sasa hivi tunamuingiza, tunakuwa tuna share link, tunampatia ile link na anajiandikisha, tunamsaidia na tunakuwa tunamfuatilia afuate mafundisho muda wa siku 5. Hiyo kwa lugha ya Kiingereza, Kiswahili, Kifaransa, Kinyarwanda, zile lugha zote zipo. Ya, kwa hiyo msio na wasiwasi wale ambao wanahitaji kuingia. Na wengine wanauliza mambo mengi kwa SSLC. Watu wanauliza mtu akikuwa aishi hapa Canada au anaishi ngambo nyingine, wewe umeweza msaidia kwa kuingia? Kama kwenye nchi gani? Kama iko Norvege, kama iko nyingine nchi lakini sio Canada. Iko mbali France, wewe umeweza akikupigia kwako kwa simu au iko Afrika. Amewezi ingia, umewezi muingiza kwa na pesa yake. Sawa, hiyo swali nzuri sana kwa sababu na sisi tunataka kampuni yetu iendelee dunia mzima, lakini nafikiri hiyo swali na mimi naenda kumuuliza bosi wangu Francois alijibu, kwa sababu mimi najua kuna baadhi ya nchi ambazo SSC haijaingia, lakini kwa sasa hivi hapa Canada ipo inatumika na ofisi ziko nyingi sana. Ofisi ziko nyingi na sisi hapa hivi tuko tunapiganisha watu waingie kusema sisi tufungue ofisi yetu hapa Rimouski. Kwa hiyo swali nitakujibia baadaye, nitauliza mkubwa wangu kwa sababu najua kwa kweli hayafika dunia mzima, lakini najua tuko tunaenda tunaipanua. Asante na wazo hapo tunamaliza. Nataka niwaambie wenyewe wanatufuatilia na wenyewe watatufuatilia tena. Hapa tunaenda pambana, wengine mahabari tutapata, tutawafikizia, utasikia jinsi ipo. Na washukuru na wale wenyewe walifanya subscribe na wenyewe wanafuatilia kufanya. Ndio mimi hapa mwenyewe anawafasiria hii mambo, mnanijua niye mimi Swaibu majina. Hapo tutaendelea na kuambia ni jinsi naendelea kuingia au kutoka. Wote nimewatia kabisa, wote wameingia kabisa. Mnaona hawa watu wote wenyewe walikuwa na waza ni uongo au ni nini. Sio uongo, sisi pesa tulianza tulichuma na tena tunaendelea na kuchuma. Wewe kama unataka kuchumia pesa kwa mambo mengine, wewe ingia kwa SSLC, utaendelea chenicho unataka utapata hapo. Kwanza mnaona hapa, mnawezi zani ni harusi au ni nini, lakini tulikuwa tunakula fete ya huyu baba, ndio mwenye alitulalika. Tutaendelea na wenyewe wale walikuwa wanafanya content kwa lugha yangu, tutafanyia paletti ya pili yenyewe mnasikiliza. Yenyewe itafafanua kama ujue lugha ya Kiswahili kama na zingine lugha yote tutakuwa tunakusanya tuwaletee hapo. Na washukuru, muendelee na kufanya subscribe na wale wenyewe wanafanya hapa, mtachuma matunda mkikuwa mnanipatia hapa. Ni kwa restaurant
ndio tumefanyia fete. Na wewe ukifanya hii mambo kuonesha ni ya kweli, ukifanya fete pesa yenyewe unatumikisha wanakupa na tena wanakuongezea yengine kiwango, hawakupe ile yenyewe yako yenyewe unatumikisha, wanakuongezea. Asante tena, nawaza hapo namaliza, tutarudi kwa nyingine pariti ya pili. Kwa nyingine upande wa pili tutawaambia yote. Kama wewe unataka jua iko namna gani, utaandika kwa komantari, unauliza nini yote tutakwambia, au huyu baba nimero yake ya telefoni tutatia hapo chini. Ukitaka jua mambo mengine utakuwa unampigia yeye, anakwambia kuinbox kama hautaki kama utaki sema, na utakuwa unaandika kwa komantari, tunakuwa tunakuelezea yaji. Sawa, tena.